Jukwaa hili limeendelea kuwa sehemu muhimu ya kuhamasisha uongozi kwa wanawake, kujenga mtandao wa ushirikiano na kukuza mchango wa wanawake katika nyanja zote za maendeleo. Ni ukweli usiopingika kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ya ushiriki kamili wa mwanamke. Kwa sasa mwanamke sio tu mlezi wa familia, bali pia ni injini ya uchumi katika masoko yetu, mashambani, kwenye biashara na hata katika teknolojia zinazoibuka. Wanawake wamekuwa mstari wa mbele kwa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi wetu. Natambua zipo changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake ambazo zinahitaji kutatua ili kuendelea kuutumia vyema uwezo wenu katika kuongeza kasi ya maendeleo ya kiuchumi hapa nchini. Napenda kurejea maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale aliposema wanawake si wasaidizi tu wa maendeleo, wao ni wabunifu, viongozi na nguvu kuu ya uchumi kwa familia na taifa. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii inaikumbusha jamii kubadilisha mtazamo na kutambua kwamba wanawake sio tu wasaidizi, bali ni wahusika wakuu wa kuleta maendeleo, kusimamia shughuli mbalimbali na kuleta mafanikio katika taifa letu, kama ambavyo sote leo tunashuhudia, ikiwemo maendeleo ya elimu, ustawi wa jamii na sekta nyinginezo. Natambua kuwa mwanamke wa leo sio wa kusubiri msaada, na hii ni kutokana na uwezo wenu wa ubunifu, kiuongozi, uwekezaji na wenye kubeba dhamira ya mabadiliko ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Serikali kwa kutambua hilo imeweka maeneo ya kimkakati kwa lengo la kumnyanyua mwanamke ambaye utekelezwaji wake ni kwa kipindi kilichoanzia mwaka 2025-2026 hadi 2029-2030. Maeneo hayo ni kama yafuatayo: mosi, kuimarisha mifumo ya uwezeshaji wanawake kiuchumi; pili, kuimarisha mifumo ya kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia ikiwemo kuboresha madawati ya kijinsia; tatu, kuanzisha na kuimarisha mitandao ya wanawake ili kusaidia kubadilishana maarifa na fursa za maendeleo; na nne, kuendelea kuimarisha ushiriki wa wanawake katika nafasi za maamuzi katika sekta za umma na sekta binafsi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa wanawake katika kuleta maendeleo ya hapa nchini. Nyote mtakubaliana nami kuwa wanawake wote ambao wamepewa nafasi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo katika vyombo vya kufanyia maamuzi serikalini na katika taasisi binafsi, wanafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na wanafanya kazi nzuri. Hongereni sana wanawake. Aidha, kwa lengo la kuwainua wanawake kiuchumi kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwezi Machi 2026, serikali kupitia taasisi ya Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ZEA, ambayo taarifa yake imetolewa, nami naomba nirejee kidogo, imefanikiwa kutoa mikopo isiyo na riba na yenye masharti nafuu yenye thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 53,904,564,481 kwa Unguja na Pemba, ambapo wanawake pekee walionufaika na mikopo hiyo ni 83.6%. Kadhalika, kati ya wananchi 15,609 waliopatiwa mafunzo ya ujasiriamali, 75% ni wanawake ambao wamenufaika kwa kujifunza usarifu wa mboga mboga na matunda, utengenezaji wa sabuni, ufugaji wa nyuki, masoko ya kidijitali, elimu ya fedha, utengenezaji wa vifaa vya umeme wa jua, kilimo angafu, ushoni na upambaji. Hatua hii imelenga kuwajengea uwezo na kuimarisha maendeleo yao
jambo ambalo limeleta mafanikio makubwa. Serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa wanawake ili kuwainua kiuchumi na kuwashirikisha katika nafasi za maamuzi kama ilivyotuelekeza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 na dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2050.